Tanzania na Msumbiji zatiliana saini mkataba na hati za makubaliano katika sekta mbalimbali zenye lengo la kuimarisha ushirikiano uliopo baina ya nchi hizo mbili. Makardinali 133 wa kanisa Katoliki walejea katika kanisa dogo la 16 kuendelea na zoezi la siri la kupiga kura ya kumchagua kiongozi mpya wa kanisa hilo. Na katika michezo, serikali yatoa ndege kwa timu ya Simba kuelekea mchezo wa kwanza wa fainali ya kombe la shirikisho nchini Morocco dhidi ya RS Berkane tarehe 17 mwezi huu. Naam, habari za jioni mpenzi mtazamaji wetu, karibu sana katika taarifa ya habari inayoletwa kwako nami Kisa Mwepiana ambaye niko na Ramla Jabu katika upande wa kalimani wa lugha ya alama. Karibu sana. Tanzania imetiliana saini mikataba na hati za makubaliano na serikali ya Jamhuri ya Msumbiji katika sekta mbalimbali zenye lengo la kuimarisha ushirikiano uliopo baina ya nchi hizo mbili, ikiwemo ushirikiano wa kiuchumi na ule wa masuala ya ulinzi na usalama. Hii hapa ni taarifa zaidi kutoka kwa mwandishi wetu Beatrice Eric. Kabla ya kushuhudia utiaji saini jijini Dar es Salaam, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan na mgeni wake Rais wa Jamhuri ya Msumbiji Daniel Chapo walifanya mazungumzo yaliyolenga uimarishaji wa biashara na uwekezaji ambayo yamedhihirishwa katika mikataba na hati zilizosainiwa. Kwa licha ya ujirani na uhusiano wetu mzuri katika historia, lakini ushirikiano wetu wa kiuchumi bado haujenda sambamba na ushirikiano wetu wa kisiasa na kidiplomasia. Katika eneo la biashara na uwekezaji, tumekubaliana kuendelea kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji kati yetu, ikiwemo kuwawezesha wajasiriamali na wafanyakazi wadogo na wakati kufanya biashara kwa urahisi, yani tuwe na simplified trade regime. Tumekubaliana pia kuharakisha uanzishwaji wa vituo vya pamoja mpakani. Sababu sasa hivi watu wetu wanapita kwenye mipaka ya Msumbiji kupitia Ruvuma na huku upande mwingine, lakini kunakuwa na shida za watu kupita, kuchekiwa vitambulisho na mambo kama hayo. Lakini tukianzisha kituo kimoja cha biashara ambapo watu watapita vizuri pale Mtambaswala, tutarahisisha zaidi biashara zetu. Rais Samia amesema pamoja na mambo mengine, nchi hizi mbili zimekubaliana kuanzisha tume ya pamoja ya kiuchumi ya kufuatilia mambo yote yatakayojitokeza kwenye mikataba pamoja na historia ya kidugu baina ya nchi hizi mbili. Ndugu wanahabari, Tanzania na Msumbiji sio tu majirani na marafiki kama nilivyosema awali, bali ni ndugu wa damu. Ndio maana jamii za Wamakonde, Wamakua na Wayao zinapatikana kote Msumbiji na Tanzania. Kwa hiyo haishangazi kuona tuna utamaduni, mila na desturi zinazofanana na watu wetu ni wamoja. Uhusiano wetu uliimarishwa zaidi wakati wa harakati za ukombozi wa waasisi wa mataifa yetu mawili, hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na hayati mzee wetu Amani Abedi Karume kwa upande wa Tanzania, na hayati Edward Chivambo Monlane na hayati Samora Moses Machel kwa upande wa Msumbiji. Akizungumzia ushirikiano wa kihistoria uliopo kati ya nchi hizi mbili, Rais Chapo amesema mazungumzo yao yameangazia maeneo muhimu yenye maslahi ya pamoja, ikiwemo kuanzisha maeneo mapya ya ushirikiano ya uchumi wa buluu kufuatia nchi hizi mbili kuzungukwa na utajiri wa bahari. Contraparte tanzaniana possamos sentar e discutir kwamba tulikubaliana tuwe na kituo cha pamoja cha ushirikiano mpakani kati ya nchi zetu mbili. Kama ambavyo mnafahamu, sisi ni nchi na sisi ni nchi ambazo ni marafiki, tunao watu wanaoshirikiana mpakani, na hivyo tukaona kuna haja ya kuanzisha kituo hicho cha pamoja cha ushirikiano.
Rais Chapo amesema ameamua kufanya ziara yake ya kwanza ya kiserikali hapa nchini Tanzania, akitambua wazi kwamba chimbuko la uhuru wa nchi ya Msumbiji ulitokea katika nchi hii ya Tanzania. Hivyo amemwalika Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhudhuria maadhimisho ya miaka 50 ya uhuru wa nchi ya Msumbiji. Nikiripoti kutoka Ikulu jijini Dar es Salaam, Beatrice Eric, Channel 10. Shukrani sana Beatrice Eric kwa taarifa hiyo. Wakati huo huo, mke wa rais wa Jamhuri ya Msumbiji Bi Guaita Selemani Chapo ametembelea hospitali ya taifa Muhimbili na kufurahishwa na huduma zinazotolewa hospitalini hapo, hususan kituo cha upandikizaji mimba cha Dr. Samia Suluhu Hassan. Akiwa hospitalini hapo, Bi Guaita alipata fursa ya kutembelea chumba cha kuvuna mbegu za uzazi za kina baba, chumba cha upasuaji wa kuvuna mbegu za uzazi kwa kina mama na sehemu ya kupumzika baada ya mama kutoka kwenye chumba cha upasuaji. Aidha, alitembelea pia wodi ya Maria Nyerere na kuwasalimia kina mama waliojifungua wakiwa na watoto wao na kuwapa zawadi kama ishara ya upendo na pongezi. Mkurugenzi wa hospitali ya Muhimbili Profesa Mohamed Janabi amesema Tanzania na Msumbiji zina uhusiano wa kihistoria na kindugu ulioasisiwa na waasisi wa nchi hizo mbili, baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Nyerere na rais wa kwanza wa Msumbiji hayati Samora Machel. Mohamed Jamadi, mkurugenzi wa hospitali ya taifa Muhimbili, anayo haya ya kuzungumza. Tukionyesha hivi vitu, ina maana hawa wagonjwa wataletwa hapa, au wazazi wataletwa hapa, au watu wanaotarajia kutaka kupata mtoto wataletwa hapa kwetu. Kwa hiyo hii itakuwa vitu viwili: moja, kwanza kutuongezea utalii wetu tiba, pili itatuingizia fedha nyingi za kigeni, na vile vile kutangaza nchi yetu, kwa sababu kama nchi tunataka kujiongeza. Utalii sio mbuga za wanyama tu au mlima tu Kilimanjaro. Tanzania tumeongeza bidhaa nyingine ambayo ni tiba. Rais wa Zanzibar ambaye pia ni mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi, amewataka Watanzania kudumisha amani, umoja na mshikamano kwa mustakabali mwema wa vizazi vya sasa na vile vijavyo, kwa kujiepusha na matendo yanayoweza kuleta mgawanyiko katika taifa. Rais Mwinyi amesema hayo wakati wa ufunguzi wa dua maalum ya kumwombea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan pamoja na masheikh na Waislamu mbalimbali waliotangulia mbele ya haki, uliofanyika katika msikiti wa Mohamed wa 4 BAKWATA makao makuu Kinondoni hapa jijini Dar es Salaam. Aidha, Rais Dr. Mwinyi ameupongeza uongozi wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA kwa kuendeleza utaratibu wa dua ya kila mwaka na kuiombea nchi amani inapoelekea kwenye uchaguzi mkuu mwaka huu. Baraza Kuu la Waislamu Tanzania limekusanyisha hapa waumini na viongozi kutoka sehemu mbalimbali kwa madhumuni ya kuja kumuomba Mwenyezi Mungu atudumishe katika amani tulionayo, ili wananchi waishi kwa amani na nchi yetu iweze kupata maendeleo. Nami napenda kutumia fursa hii kuwasihi wananchi wenzangu, tuendelee kudumisha amani yetu tulionayo kwa ajili ya mustakabali mwema wa taifa letu kwa vizazi vya sasa na vizazi vijavyo. Kwa lengo la kuleta mustakabali mwema wa taifa letu, lazima Watanzania sote tuendelee kudumisha umoja na mshikamano wetu na kujiepusha na yale yote yanayoweza kutugawa. Simanzi imetanda katika mtaa wa Kikokwaru B, kata ya Lemara jijini Arusha, baada ya mtoto Adrian Jimmy, mwanafunzi wa darasa la kwanza katika shule ya msingi Renea, kusombwa na mafuriko akiwa na baba yake kwenye pikipiki. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Jamil Omar kutoka huko jijini Arusha. Kwa mujibu wa mashuhuda, Adriana alikuwa amepakizwa kwenye pikipiki na baba yake wakirejea nyumbani, huku mvua kubwa ikiendelea kunyesha, na walipofika kwenye eneo moja lililokuwa limejaa maji, walinaswa na mkondo mkali wa maji
ambapo baba yake alinusurika, lakini kwa bahati mbaya Adriana alisombwa na maji hayo yaliyokuwa yakielekea mtoni. Sasa saa 3 usiku hatuweza kumpata. Asubuhi Jumatatu ndio tukaanza na kushuhudia huko eneo la tukio mpaka sehemu inaitwa Luis. Tumetafuta kwetu atupata mafanikio yote. Tukarudia tena jana tena. Walikwenda tena mpaka Bowani si wapi huko afanikiwa. Sasa leo ndio tukamwambia leo tuanze tena upya tena kumtafuta. Naomba sana na pia tunaomba pia serikali kama wanaweza kusaidia njia nyingine ya kutupa nguvu zaidi ya kumtafuta mtoto huyu, nao watupe support yao. Kwa mfano tumeambiwa pia zote tukatumia njia ya kutumia mbwa kumtafuta. Basi naomba pia nao wawe karibu na sisi. Leo ni siku ya 5 tangu tukio hilo litokee, na juhudi za kikosi cha zimamoto kwa kushirikiana na wananchi zinaendelea ili kuupata mwili wa mtoto huyo, lakini hadi sasa hazijazaa matunda. Na leo hii unavyotuona maeneo haya, tuko na vijana bado kadhaa ambao wanasaidia juhudi hizo za kutafuta huo mwili. Wako wazamiaji ambao wamejitolea pia hapo. Tukio hili linajiri wakati mvua kubwa zikiendelea kunyesha kwa siku kadhaa mfululizo mkoani Arusha na kupelekea mafuriko katika maeneo mbalimbali, huku mamlaka ya hali ya hewa ikiendelea kutoa tahadhari kwa wananchi kuwa makini, hasa wanapokutana na maeneo yanayojulikana kuwa ni mikondo ya maji au mito iliyofurika. Channel 10 inatoa pole kwa familia hii. Jamila Omar, Channel 10. Asante sana Jamila Omar kwa taarifa hiyo ya kusikitisha kutoka huko jijini Arusha. Wizara ya Maji imeainisha jumla vipaumbele 6 ikiwamo kutekeleza miradi ya maji zaidi ya 1500, kukamilisha mpango kabambe wa taifa wa maji na kutekeleza miradi ya gridi ya taifa ya maji vitakavyotekelezwa kupitia bajeti ya wizara hiyo kwa mwaka ujao wa fedha 2025-26 ya zaidi ya shilingi trilioni 1.01 iliyoombwa kuidhinishwa na Bunge. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu Amani Mbando kutoka jijini Dodoma. Bajeti ya Wizara ya Maji inayoombwa kuidhinishwa na Bunge kwa mwaka ujao ni zaidi ya shilingi trilioni 1.016, ikiwa ni ongezeko la zaidi ya shilingi bilioni 389 kutoka bajeti inayomalizika kwa mwaka huu wa fedha ya zaidi ya shilingi bilioni 627.7, ambapo waziri mwenye dhamana Jumaa Aweso akiwasilisha hoja ya kuliomba Bunge kuidhinisha bajeti hiyo ameainisha vipaumbele hivyo. Mheshimiwa Spika, mpango na bajeti kwa mwaka 2025-26 umezingatia maeneo yafuatayo: kuimarisha usimamizi na uendelezaji wa rasilimali za maji pamoja na ubora wa maji na kutekeleza jumla ya miradi 1544 ya maji safi na usafi wa mazingira, ambapo miradi 1318 ni ya vijijini na 226 ni ya mijini. Maoni na ushauri wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Maji na Mazingira ni kuwa serikali ihakikishe inalipa madai ya wakandarasi wanaotekeleza miradi ya maji ya zaidi ya shilingi bilioni 500 kutokana na madhara yake katika kukamilisha miradi hiyo. Miongoni mwa madhara hayo ni kuchelewa kukamilika au kukwama kwa miradi ambayo tayari imeanza kutekelezwa na kuigharimu serikali fedha nyingi, kuiongezea serikali gharama kutokana na miradi ya kutokamilika kwa mujibu wa mikataba, kupunguza au kuondoa imani kwa wananchi na serikali yao. Baadhi ya wabunge wakichangia hoja hiyo pamoja na kupongeza serikali kwa kazi kubwa ya kuwafikishia wananchi huduma ya maji, wakashauri kasi iongezeke kufikia maeneo ambayo bado hayana huduma hiyo. Lakini kila mtu akigusa hapa anazungumza mambo ya pesa. Aweso hata waziri wa barabara hawana lawama, wamefanya kazi nzuri, pesa iende kulipa madeni mbalimbali. Sisi ndio bunge, tupo kwa niaba ya wananchi. Nenda kawakatie maji, unaogopa nini? Nenda kawakatie maji. Mtu ambaye halipi bili hastahili kupata huduma ya maji bilioni 61. Lakini mwananchi ambaye anauza mchicha kule atalipa maji kwa bili kwa 10,000, 5,000. Kuhusu hali ya upatikanaji wa maji, waziri Aweso amesema kwa sasa vijijini 83% ya wananchi wote wanapata huduma hiyo na mijini ni 91.6, huku lengo la serikali likiwa ni kuhakikisha hadi mwezi Disemba mwaka huu vijijini 85% wanapata huduma hiyo na mijini 95%. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma.
Shukrani sana Amani Mbando kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, katika hatua nyingine, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Tulia Ackson amesisitiza kuwa azimio lililopitishwa na bunge hilo mwezi Februari mwaka jana 2024 la kuondoa kigezo cha kuwa na cheti cha kuhitimu mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa JKT kwa wanaomba nafasi za ajira kwenye vyombo vya ulinzi na usalama lina vihusu vyombo vyote ikiwamo Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania JWTZ. Dr. Tulia ametoa ufafanuzi huo baada ya mbunge wa Mbozi George Munisongole kuomba mwongozo wa kiti cha spika kufuatia tangazo lililotolewa hivi karibuni na JWTZ la nafasi za kuandikishwa jeshini kuainisha kigezo hicho, ambapo ameeleza kuwa uwepo wa kigezo hicho unaenda kinyume na azimio la bunge. Mapema wiki iliyopita Jeshi letu la Wananchi lilitoa tangazo la ajira na likaweka hicho kigezo ambacho sisi bunge zima liliazimia kwamba kigezo hicho kinawanyima fursa vijana ambao hawajapita JKT kupata nafasi ya kuingia. Naomba turudi kwenye azimio la bunge na kauli iliyotolewa wakati ule. Tulikuwa tunazungumzia vyombo vya ulinzi na usalama na hakukuwa na mention yoyote ya Jeshi la Wananchi wa Tanzania. Na Mheshimiwa Waziri anasema anataka kujiridhisha ikiwa tulitaja wakati wa azimio la bunge kama tulitaja na Jeshi la Wananchi wa Tanzania. Na kwa hivyo ilikuwa chombo kinachohusika kikishawapata hao vijana, kama kinataka waende JKT kiwapeleke, kama hakitaki waende JKT waanze wao wenyewe mafunzo. Na tunapoazimia kama bunge, serikali iko humu ndani. Na kwa sababu serikali inakuwepo humu ndani, tunakuwa tumeazimia tukijua upande wa serikali inaenda kufanya yale tulio. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa amehani msiba wa aliyekuwa makamu wa kwanza wa rais na waziri mkuu mstaafu Cleopa David Msuya nyumbani kwa marehemu Upanga jijini Dar es Salaam. Akizungumza na wanafamilia pamoja na waombolezaji wengine, Mheshimiwa Majaliwa amewasihi kuendelea kumwombea marehemu na kuwataka wawe wavumilivu katika kipindi hiki kigumu. Msuya alifariki hapo jana katika hospitali ya Mzena iliyopo jijini Dar es Salaam alipokuwa akipatiwa matibabu. Marehemu amekuwa kiongozi, amekuwa mtumishi wa umma kwenye nafasi za juu katika nchi. Na kwa maana hiyo serikali inawajibika moja kwa moja kuratibu kila kitu mpaka siku ya mwisho kwenda kupumzisha kwenye nyumba yake ya milele. Na uratibu huu unaenda pamoja na kushauriana na familia, jukumu ambalo linaendelea kwa sasa. Ndugu waombolezaji wenzangu, ofisi ya waziri mkuu kuanzia kesho wakati wote kuanzia saa 4 itaanza kuwajulisha Watanzania kila hatua ya mwenendo wa maandalizi ya kwenda kumpumzisha kiongozi. Katibu wa NEC Itikadi, Uenezi na Mafunzo wa Chama cha Mapinduzi CCM CPA Amos Makalla amewaagiza mawaziri watatu kutoka Wizara ya Maji, Ujenzi pamoja na TAMISEMI kufika katika jimbo la Kilombero mkoani Morogoro kwa lengo la kushughulikia changamoto mbalimbali za kimaendeleo zinazowagusa wananchi katika eneo hilo. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu Jimmy Mengele. Siku ya 4 ya ziara ya katibu wa NEC Itikadi, Uenezi na Mafunzo CPA Amos Makalla leo yupo katika jimbo la Kilombero. Akiongea katika mkutano wa hadhara, amewaagiza mawaziri watatu: waziri wa maji Juma Aweso, waziri wa TAMISEMI Mohamed Mchengerwa na waziri wa ujenzi Abdalla Ulega kufika katika eneo la Kilombero na kutatua changamoto mbalimbali zinazowagusa wananchi wa eneo hili. Na mimi nilikuwa nawasiliana na waziri Ulega, waziri wa ujenzi, amenihakikishia ujenzi utaendelea. Ipo miradi ya maji inasuasua tayari.
pale. Nikiwa pale nimeongea na Aweso, baada ya ziara yangu naye akimaliza bajeti kule anakuja Kilombero kushughulikia miradi ya maji. Ipo hospitali ya wilaya ya halmashauri Kiberege ina hadhi ya wilaya, lakini inatoa yani haijakamilika, lakini palikuwa na kaubadhirifu wa fedha. Hiyo atakuja waziri wa TAMISEMI kuja kushughulikia kuhakikisha inakamilika, inajengwa, na waliokula fedha watashughulikiwa. Katika mkutano huu wa hadhara uliofanyika katika jimbo la Kilombero Ifakara, viongozi mbalimbali wa Chama cha Mapinduzi walipata nafasi ya kuelezea ilani ya Chama cha Mapinduzi. Wakulima wa mua K4, wakulima wa mua wana changamoto zao, na juzi mmeona kwenye vyombo vya habari nimewaita Dodoma, sijawaita. Swala la risiti ya posi limesitishwa, lijasitishwa. Na makato mengine yote Mheshimiwa Waziri wa Kilimo amepokea maelekezo kwa Mheshimiwa Rais, wakulima wake wasisumbuliwe. Tuendelee kuhamasishana kujiandikisha kwenye daftari la kupiga kura, lakini na kurekebisha taarifa zetu ili tupate kushiriki katika uchaguzi huu. Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro ni Jimmy Mengele wa Channel 10. Asante sana Jimmy Mengele kwa taarifa hiyo. Serikali kupitia Wizara ya Elimu inatarajia kujenga chuo cha uhasibu Arusha tawi la Songea mkoani Ruvuma, ambacho kitagharimu shilingi bilioni 18 kupitia mradi wa Benki ya Dunia kwa ajili ya elimu ya juu ya mapinduzi ya kiuchumi katika mikoa ya kanda ya kusini na nyanda za juu kusini. Huyu hapa ni Dita Nyoni ambaye anayo taarifa zaidi kutoka huko Ruvuma. Akizungumza wakati wa afra fupi ya kumwonyesha mkandarasi kwa ajili ya kuanza ujenzi wa mradi, mkuu wa chuo cha uhasibu Arusha Profesa Eliamini Sedoyeka amesema mradi unatekelezwa kwa awamu mbili chini ya mkandarasi Aviki kutoka nchini China, ambapo unakwenda kuleta mapinduzi ya kielimu kwa mikoa ya kusini na kukuza uchumi wa taifa. Uchumi ni mradi wa World Bank ambao serikali ilichukua takriban trilioni 1, na huu mradi uko Wizara ya Elimu, na sisi kama chuo tumepewa tengeo la bilioni 45, na kati ya hizo 18 zimekuja Songea. Tuna lengo letu sisi kuhakikisha kampasi hii itakuwa ni kampasi kubwa sana katika ukanda huu wa kusini ya Tanzania. Kwa upande wa mkuu wa mkoa wa Ruvuma Kanali Ahmed Abbas Ahmed na mbunge wa jimbo la Songea mjini Dr. Damas Ndumbaro wanasema ujenzi wa chuo hicho kinakwenda kuongeza idadi ya wasomi hapa nchini, hivyo wamempongeza Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa maono yake katika kuendeleza sekta ya elimu. Ruvuma tunaenda kukamilisha ndoto tuliyokuwa nayo muda mrefu ya kupata chuo kikuu hapa. Kupitia chuo hiki mmewapa vijana wetu fursa ya kupata elimu ya juu karibu na makazi yao, lakini mmepunguza gharama za elimu na mmewaondolea vikwazo vilivyowafanya wengi washindwe kufikia ndoto zao kwa gharama ambazo zitakuwa nafuu. Mama katimiza wajibu wake, kazi kwetu sisi sasa kulipa deni hilo. Bilioni 18 maana yake zinaingia katika manispaa ya Songea. Watu watapata ajira katika ujenzi. Wauzaji wa vifaa vya ujenzi watapata soko. Wasafirishaji watapata soko. Akina mamalishe watapata soko. Na hapa baadhi ya wananchi wa mtaa wa Pambazuko ambapo chuo hiko kinajengwa wakaeleza manufaa watakayopata mara baada ya kukamilika. Katika ongezeko la watu, maana kila kitu kitakuwa kinafanyika biashara vizuri. Mtu atakayekuwa anashughulika na bustani atauza mboga kwa mfano akilima. Haya, kwenye mazao mengine ambayo ya biashara nayo vile nayo yatakuwa juu kutokana na ongezeko la watu, maana kutakuwa na biashara, ni mzunguko mkubwa wa kibiashara. Kutoka Ruvuma, Dita Nyoni, Channel 10.
Asante Ditanyoni kwa taarifa hiyo. Bara la Afrika limetakiwa kuweka mazingira mazuri zaidi ya ukuaji wa teknolojia ya kidijitali katika kujifunza na kufundisha, yani e-learning, ili bara hili liweze kwenda sambamba na kasi ya maendeleo ya kiuchumi iliyopo duniani kwa sasa. Hii hapa ni taarifa zaidi. Wito huo umetolewa jijini Dar es Salaam na naibu waziri mkuu na waziri wa nishati Mheshimiwa Doto Biteko wakati wa ufunguzi rasmi wa kongamano la 18 la Afrika kuhusu matumizi ya teknolojia ya kidijitali katika kujifunza e-learning, ambapo amesisitiza haja ya Afrika kukumbatia mageuzi ya kidijitali. Zaidi ya mawaziri 20 na wawakilishi kutoka nchi mbalimbali za Afrika wapo jijini Dar es Salaam kuhudhuria kongamano hili la siku 3 linaloambatana na maonesho, ambapo lengo lake hasa ni kujadiliana na kubadilishana uzoefu kuhusu matumizi ya teknolojia ya kidijitali katika kujifunza. Africa must continue strengthening its enabling environment for local startups by creating supportive policies that nurture innovation and entrepreneurship. Naye waziri wa elimu, sayansi na teknolojia Profesa Adolf Mkenda amebainisha kwamba kongamano hili limewakutanisha wadau mbalimbali kwa lengo la kubadilishana mawazo na uzoefu wa jinsi mifumo ya kidijitali inavyotumika katika elimu. Najma Abdallah, Channel 10, Dar es Salaam. Na kwingineko duniani, tunaelezwa kuwa makardinali 133 wa kanisa Katoliki wamerejea leo siku ya Alhamis katika kanisa dogo la 16 kuendelea na zoezi la siri la kupiga kura ya kumchagua kiongozi mpya wa kanisa hilo lenye waumini bilioni 1.4 duniani kote. Hayo yanajiri baada ya zoezi hilo kutofaulu usiku wa jana Jumatano na mchana wa leo Alhamis, na ndipo dohani ya kanisa hilo dogo ilitoa moshi mweusi kama ishara kwamba papa mpya bado hajapatikana. Katika miaka hivi karibuni hakuna papa aliyechaguliwa katika duru ya kwanza, hivyo moshi mweusi wa jana na leo ulitarajiwa, lakini kwa kuzingatia historia, matokeo ya mwisho huenda yakapatikana katika siku ya pili ya upigaji kura. Hata hivyo, hadi duru 4 za upigaji kura zinaweza kufanyika kabla ya papa mpya kuchaguliwa. Na mtazamaji, na huko nchini Libya tunaelezwa kuwa serikali ya nchi hiyo inayoungwa mkono kimataifa yenye makao yake makuu mjini Tripoli imekanusha taarifa za uwepo wa makubaliano na Marekani ya kuwapokea wahamiaji waliofukuzwa. Serikali hiyo imesema pia inapinga vikali uwepo wa makazi mapya ya kudumu ya wahamiaji katika nchi hiyo ya Afrika ya Kaskazini. Vyombo kadhaa vya habari vya Marekani viliripoti mapema mwezi Mei kwamba utawala wa Rais Donald Trump umepanga kuwapeleka wahamiaji waliofukuzwa kutoka nchini humo katika nchi za Libya pamoja na Rwanda. Na mwisho habari za kitaifa na kimataifa. Hii ni Channel 10 Habari. Mimi ni Kisa Mwepiana, niko na Ramla Jabu katika upande wa ukalimani wa lugha ya alama.